April 11 ya kila mwaka dunia huadhimisha na kutoa uelewa kuhusu ugonjwa wa Parkinson's, na leo tutaufahamu zaidi ni ugonjwa wa aina gani, unawakuta watu hasa wa umri gani na katika mazingira gani zaidi, na pia ni kwa namna gani tunaweza kuchukua tahadhari ya kutosha kabisa kuhusu ugonjwa huo wa Parkinson's. Tumemwalika hapa daktari bingwa wa ubongo na mishipa ya fahamu Dr. Yusuf Jamna-Gerwala, na tutazungumza naye zaidi kuhusu ugonjwa huo wa Parkinson's. Karibu sana. Asante sana Balkis. Dr. Yusuf. Nashukuru sana, asanteni. Nilikuwa nauliza hapa Balkis kwamba huu ugonjwa ni mgeni sana kwenye masikio ya wengi. Ni ugonjwa wa namna gani? Kwanza sio kitu geni, kwa sababu hii ugonjwa uligundulika kwenye karne ya 19 na aliyegundua alikuwa ni Dr. Parkinson. Ndio maana hiyo ugonjwa inapewa jina Parkinson's disease. Kwa hiyo upo kwa miaka mingi sana. Lakini sasa hivi inasemekana kwamba hiyo ni ugonjwa unaoongezeka, ni ugonjwa wa ubongo ambao unaongezeka kwa kasi sana duniani. Sasa ukiangalia takwimu miaka ya 90 wagonjwa walikuwa milioni 3. Okay. Baada ya miaka 25 wamekuwa milioni 6. Sasa hivi wamefika milioni kama 15 17. Na tunategemea kwamba duniani kote. Na tunategemea sasa kwamba itaongezeka kuwa hadi milioni 25. Sasa Tanzania kulikuwa na takwimu zilifanyika kwenye miaka 25 kwenye magonjwa yote ya mishipa ya fahamu. Magonjwa mishipa ya fahamu yameongezeka kwa 50% Tanzania kwenye miaka 25, na tuna rank wa pili kwenye bara ya East Africa. Na ukiangalia kwenye hiyo, wameangalia kwamba takwimu zinaonyesha kwamba kwa ugonjwa wa Parkinson's disease, baada ya hapo na magonjwa ya dementia, ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu, umeongezeka kwa 100% kwenye hiyo miaka yote duniani kote. Ndio maana tunasema ni ugonjwa ambao unaongezeka kwa kasi sana duniani. Nini ambacho kinaathirika kwenye ubongo na kinachoenda kutoa majibu ya kwamba mtu huyo ameathirika na ugonjwa wa Parkinson? Sasa hii ugonjwa huu ni kwamba ni ugonjwa wa ubongo. Ndio maana tunasema ni ugonjwa unaoongezeka kwa kasi sana duniani, wa ubongo unaoongezeka kwa kasi sana duniani. Sasa kuna sehemu ya ubongo ambayo inaunganisha ubongo wetu na uti wetu wa mgongo, ambayo inafanya mawasiliano. Sasa kule kuna sehemu inaitwa midbrain. Kule kuna kemikali inatengeneza dopamine. Hiyo kemikali sisi wote tunatengeneza. Hiyo dopamine ni kitu ambayo ni kemikali nzuri ambayo inatufanya sisi tuwe na furaha. Maana mtu akiwa happy ndio dopamine zinatoka kwa wingi. Sasa ile eneo inaanza kukufa taratibu. Ukikosa furaha. Yaani ile sio ukikosa furaha. Yaani ukipata hiyo ugonjwa. Kwa ile eneo inaanza kukufa taratibu. Kwa ile kemikali inashindwa kutoka inavyotakiwa. Ndio maana sasa mawasiliano kwenye ubongo unashindwa kufanya. Lakini sasa hivi imejulikana kwamba sio kwamba ni tatizo hiyo tu peke yake. Sehemu nyingi sana ya ubongo pia inaumia. Sasa dalili za hiyo ugonjwa ni ugonjwa pekee ambao ina dalili zaidi ya 50. Sasa imagine kwanza kutokuwa na furaha itakuwa tu kama dopamine haizalishwi, maana yake hauna furaha. Lakini maana yake sio kwamba mtu ambaye hana dopamine basi wote watapata ugonjwa wa Parkinson's disease. Hapana. Kwa hiyo hauna furaha lakini huumwi. Labda una mambo mengine sasa yanakusumbua. Matatizo yako ni makubwa kuliko. Kuna watu dopamine zetu ni ukiona tu dopamine ina vitamin M ikipatikana dopamine inakuwa vizuri. Sasa hiyo ugonjwa huo ina dalili zaidi ya 50. Na ukiangalia kwenye magonjwa yote ukiangalia kansa, magonjwa yote, hakuna ugonjwa ambao ina dalili zaidi ya 50. Kwa hiyo mtu mmoja huyu anapata magonjwa dalili zaidi ya 50. Sasa dalili ambazo tunaweza kuziona, ambayo ya kwanza kabisa ni kwamba huyu mtu kasi yake ya kufanya harakati inapungua. Kwa hiyo anakuwa slow kufanya ile movement. Ya pili, unakuta misuli ya sehemu moja ya mwili unaanza kukakama. Ya tatu, unakuta mtu anaanza kutetemeka. Anaanza kutetemeka. Sasa ukiona hizo dalili, kitu ya kwanza ufikirie kwamba huyu jamaa au huyu mtu ana ugonjwa wa Parkinson's disease au hapana. Sasa mtakuja kuniambia kwamba hata walevi pia
wanaokunywa sana wanatetemeka. Maana yake sio kwamba wamekuta na Parkinson's. Kitu ya kwanza ni kuangalia kwamba je, kasi yake ya kufanya movement, harakati imepungua au haijapungua. Hiyo inahusiana na kusahau. Kwa mfano labda namwita Balkis ama nimemwelekeza bwana kuna hiki cha kufanya, halafu ndani ya muda huo ameshasahau. Hivi ulisema inahusiana? Wagonjwa Parkinson's wanaweza kupata ugonjwa wa kusahau baadaye. Ugonjwa kwa sababu ugonjwa ni taratibu sana unaongezeka. Na sio kuchukua miaka mingi sana. Lakini kama Balkis akisahau hapa sasa hivi nitamwambia bana Balkis una stress hapa sasa hivi. Sio kwamba umesahau kwa ajili ya Parkinson's disease au kwamba una ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu. Hapana. Mkizungumzia kusahau siwezi kusema nimeacha wapi handbag yangu jana. Umeshasahau. Haya ni vitu vya kawaida kwenye mazingira yetu yanatokeaga. Na mara asilimia nyingi sana tukiwa na mambo mengi hasa ikiwa na stress hii vitu vinaweza kutokea. Sawa, umetuambia dalili 3. Tuongeze zifike hata 5 katika zile. Sasa dalili zingine ambazo tunazijua, hizo dalili ambazo nimeziongelea, unajua kwamba unapoanza kuona hizo dalili tayari 50% ya ile eneo ya ubongo ambayo inatengeneza dopamine tayari imeshaanza kukufa au haifanyi kazi inavyotakiwa. Lakini inasemekana dalili ya kwanza awali kabisa ambayo inaweza kuanza hata miaka 3 au miaka 5 kabla hujaona dalili ambazo nilizozisema, ni moja ni kwamba kupoteza uwezo wa kunusa. Umeona? Mtu akiona kwamba anapoteza uwezo wa kunusa, labda uanze kufikia labda huyu mtu atapata ugonjwa wa Parkinson's disease miaka baadaye inayofuata. Au tatizo lingine ni constipation. Kupata haja. Sasa Tanzania wengi sana tunakula ugali mkavu au wali mkavu, na constipation ni sababu moja kubwa sana. Umeona? Lakini maana yake sio kwamba basi ukipata constipation kupata haja kubwa vizuri basi tayari umeshapata ugonjwa wa Parkinson's disease. Hapana. Lakini ukiona kwamba hii tatizo imekuwa sugu baada ya hata kurekebisha kila kitu, uanze kufikia labda hii dalili ni tatizo la ugonjwa mwingine ambao inasubiria kukuja au imeshakuja. Mgonjwa wa Parkinson anakuwaje sasa tayari akishaonekana na hizo dalili? Yaani anakuwa vipi? Anaonekana vipi? Anatenda vipi matendo yake? Umeshawahi kumwona Muhammad Ali? Muhammad Ali kwa macho sio, lakini kwenye video umeshawahi kumwona. Maarufu wa Marekani sio? Na kuna video moja kubwa, video moja inaonyesha ile Atlanta Olympics ambao anawasha ile mshale wa Olympic torch. Yule ndio mgonjwa wa typical Parkinson's disease. Ukimwona tu, mimi na wewe hapo tunapoongea tunaongea kwa macho, tunakuwa na expression fulani. Yule mgonjwa utamwona hana expression. Akiwa na furaha, akiwa amekasirika, lakini yeye yuko face yake iko flat kabisa. Utaona akitaka kushika kitu au akiwa amekaa hivi anatetemeka. Au akitaka kusimama pia anachukua muda sana kusimama, au hata kutembea pia anatembea, tunaita baby steps. Yani ndogo ndogo anazichukua. Ukiona vitu kama haya utajue kwamba haya ni dalili za Parkinson's disease. Kwa hiyo mtu yote mwenye ugonjwa au matatizo ya kutetemeka, kwa mfano ameshika kwa mfano tablet kama hivi, kwamba anatetemeka, manake na yenyewe pia ndo dalili zenyewe, ama ndo tayari kusema kutetemeka peke yake hatuwezi kusema kwamba ni ugonjwa wa Parkinson's. Tukiacha sababu labda baridi na sababu nyingine. Kuna ugonjwa mwingine tunaita essential tremors, ambayo mtu akifanya tendo fulani ya kushika glasi au tendo la kupiga saini au kufanya kazi, yani anatetemeka wakati anapofanya kazi. Hii ni essential tremors. Sawa? Lakini sasa haya vitu ndio ukija kwa mtaalamu ndio anaweza kuitofautisha kitu kipi ni kipi. Sawa. Chanzo ni kipi hasa cha ugonjwa huu? Ni swali nzuri sana. Na sasa chanzo inasemekana kwamba ni kuna vinasaba. Lakini pamoja na hizo vinasaba, uharibifu wa mazingira. Environment inasababisha. Kwa maana gani? Sasa la kwanza, kwenye ukiangalia kwenye mazingira, mimi naomba nisiongee kuhusu kwanza hiyo. Kwanza tupate picha ya nchi yetu Tanzania ilivyokuwa. Sawa? Ugonjwa wa Parkinson's disease ni watu wanaopata ni zaidi ya miaka 60. Lakini kuna kundi lingine ambao wanapata kabla ya miaka 60. Na tumeshaanza kuona kwamba hii kundi imeanza kuongezeka
Kwa hiyo sio kwamba ni ugonjwa wa wazee. Umeanza kuona kwa ni umri mdogo pia. Sasa unajiuliza, kwa sababu tumesema kwamba chanzo ni mazingira, environmental factors zinasababisha hiyo hali. Sasa ukiangalia Tanzania, takwimu za wazee duniani au Tanzania imebaki milioni 2 tu. Hiyo namba haiongezeki, iko pale pale kwa miaka mingi sana. Sasa hivi kwa takwimu haziongezeki, lakini namba inayoongezeka sasa hivi ni wale wa Tanzania ambao wanafanya kazi actively, ni 50%. Tuko milioni 60 na kwa watu milioni 30 wako kwenye workforce, labor force ambayo inafanya kazi. Na elewa kwamba ni nchi yetu ambayo inaenda kwenye nchi ya viwanda. Sasa unaposema nchi ya viwanda, ina maana unatengeneza nini? Kuna ujenzi utaongezeka, madini, uchimbaji unaongezeka, sawa, makazi mengine yanaongezeka, sawa, magari yetu yameongezeka, inafanya nini? Air pollution. Na sasa inasemekana plastic. Unajua wewe hapa kila siku, mimi wewe tunachukua plastic gramu 0.5 hadi gramu 1 kila siku, hata wewe bila mimi na wewe kujua unakula hiyo plastiki. Tunakula kwa njia ya hewa, sio? Inaingia ndani ya tumbo yetu kupitia chakula. Kwa kupitia chakula au chochote, lakini kwa inaingia ndani ya mwili. Chai kwenye vikombe vya plastic, chai ni ya moto. Tunaweka chakula cha moto kwenye sahani ama bakuli ambazo ni za plastic. Ni sehemu ya athari ambazo tunachukua kidogo kidogo kupeleka. Kwa hiyo hapa sasa hapa ukiona haya vitu, umeona hata kwamba tuko 50% ya Watanzania wako kwenye active labor force. Na huku tumesema kwamba tunaendelea kwenye tunaenda industrialization, tunajenga uchumi wa kati kwa kutengeneza viwanda. Sasa unaposema kuna viwanda, environmental pollution lazima itakuja. Sasa sababu kubwa sana ya Parkinson's disease, moja ni heavy metals. Hao wachimbaji wa madini, hao watu ambao wanafanya welding, kama wasipofanya haya vitu kazi yao kwenye mazingira safi, haya vitu vinaingia kwenye mwili wao. Hao ambao wanapaka rangi au wanatumia zile solvents ya kuweka kwenye kupaka rangi, au wale wanaweka hiyo kupiga varnish, ni solvents. Kuna kemikali inaitwa TCE ambayo inatumika kwenye kusafisha zulia, kusafisha hizo nini. Ile TCE inajulikana kabisa kwamba sasa kwa asilimia 6 inaongeza risk factor ya kupata ugonjwa wa Parkinson's disease kwa mara 6. TCE kokote. Hata wewe pia unapospray kwenye gari lako utaspray ili usafishe ile kipu. Unajua Dokta, najaribu kuwaza hapa hii hoja ya uharibifu wa mazingira, kukata miti, kuchoma mkaa, viwanda, kwa maana maendeleo ya viwanda, kuwa na viwanda vingi, kuwa na vyombo vya moto vingi barabarani, yani namna gani, yani moja kwa moja inaathiri. Najaribu kuwaza hapo. Sasa hiyo tunasema ni trigger. Ni trigger ambayo inaenda kuharibu ile inachochesha ile vinasaba ambayo yule binadamu anakuwa nayo. Ile vinasaba ikichocheshwa inaenda kuharibu ile sehemu ya ubongo. Kwa maana kwenye viwanda labda ule moshi unaozalishwa. Tuwe makini. Tuwe makini sana. Ndio maana tunataka kwamba sio kwamba sekta ya afya tu tunataka tuzuie tatizo isiye kubwa. Ndio maana tunataka sio kwamba sekta ya afya peke yake iwepo. Watu waosha ni muhimu sana kwenye kuangalia haya vitu isitokee. Mimi juzi nilienda mkoa wa Kilimanjaro. Sasa kule wakulima wanalima, sio? Sasa wanapolima wanatumia zile seeds, mbegu. Zile mbegu zinafungwa kwenye plastic. Wakiondoa zile mbegu, wakipalilia zile mbegu, ile plastiki hawaitupi, wanaweka pale pale kwenye nini, wanapolimia. Ile plastic itaanza kudegrade taratibu. Ikidegrade taratibu itaingia kwenye chakula. Ikiingia kwenye chakula, hatujui kwamba hiyo plastic sasa itaenda kuharibu vipi mwili wetu na itasababisha vipi. Kwa hiyo kuna tafiti kubwa sasa inafanyika athari za plastic kwenye magonjwa kama haya, na sio Parkinson's disease peke yake, na magonjwa mengine pia yanaweza kusababisha. Tunaita kwenye kundi la neurodegenerative disorders. Okay. Dokta, mgonjwa wa Parkinson anatibika na matibabu yake yakoje hasa?
ugonjwa huu kuna maneno mawili nataka nisisitize. Kuna kuponya na kuna kutibu. Okay. Hii ugonjwa hakuna kuponya. There is no cure. Hakuna kupona. Hakuna kupona. Ukipata Parkinson hakuna kupona. Lakini unatibika. Unaweza kuishi maisha yako na hiyo ugonjwa. Kwa sababu kuondoka duniani hatujui tutaondoka lini, sio? Tutaondoka tu. Japo tutaondoka, sio? Lakini hiyo maisha iliyobaki hapa duniani tunaweza kuishi bila shida. Okay. Kwa hiyo hizo huduma zipo, zinapatikana. Okay. Tumeendelea ambazo zinamfanya sasa huyu mgonjwa aweze kuishi katika mazingira ambayo yanamfanya abaki kwa salama. Abaki kwa salama. Okay. Na kuna watu sasa hivi na ugonjwa huo wanapanda mlima, wanaendesha baiskeli, wanafanya kazi yao, hata huwajui kabisa kwamba huyu mtu ana ugonjwa wa Parkinson's disease. Kwa maisha yanaweza kuendelea, lakini unatakiwa uelewe kwamba hii ugonjwa mimi ninao, utabaki nao, lakini naweza kuishi maisha yangu bila shida. Nini ambacho mnakifanya sasa ili huyu mtu aendelee kuishi maisha yake bila shida? Kitu ya kwanza ni kuhakikisha kwamba hii ugonjwa kweli upo. Na ukielewa kwamba sijaongea kipimo maalum yoyote, ni kwa dalili tu tunaweza kusema kwamba huyu mtu ana ugonjwa wa Parkinson's disease. La pili, kuongeza uelewa wake, ujuzi wa huyu mgonjwa, aelewe kwamba ana shida gani. Once mtu yote akielewa tatizo lake ni nini, unakuta kabisa kwamba tayari tumeshamaliza kazi. Ameshakubali ugonjwa, ameshajua tatizo lake ni nini. Ni rahisi sana halafu kutage zile dalili ambazo yeye anazozi kuja nazo. Nimekuambia ana dalili kama inawezekana akapata dalili zaidi ya 50. Ni nyingi sana. Inawezekana mtu akajizuia na ugonjwa huu hata kabla ya kupata. Kwa sasa hivi kinga sasa. Kwa sasa hivi hakuna utafiti yote ambao unaweza kusema kwamba tunaweza tukazuia. Sawa? Lakini nikitaka kusema kwa sababu tunajua kwamba environmental factors sio uharifu wa mazingira peke yake, lakini mazingira kwa ujumla, kama tunaweza tukaipunguza, tunaweza kupunguza hata hiyo kasi ya ugonjwa kuipungua. Sasa nilikuwa nasikiliza kwa umakini hapa. Awali uligusia pia kuhusiana kwamba chanzo kingine ni vinasaba. Afu pia uligusia kwamba waathirika wakubwa ni wazee, licha ya kuwa makundi mengine pia na wenyewe wanaathirika. Sasa nimejaribu kuwaza vinasaba vinasubiri hadi uzeeni. Sasa ndio maana nikasema kwamba hizo vinasaba inawezekana hata mimi pia sasa ninayo, hata wewe pia unayo, lakini zipo. Lakini once hiyo umri umeanza kufika au ile trigger ya mazingira imekwepo, itafanya ile vinasaba ishtuke. Ikashtuka, ikaanza kuwa active. Inapoanza kuwa active, sasa inampeleka message kwamba haya sasa anza kuharibu ubongo. Kwenye ule mtindo samahani Balkis, kwenye ule mtindo wa kufanya check up, mtu anaweza akapima na akagundua mapema hali yake kuhusiana na ugonjwa huu ili akaudhibiti. Unajua, tunapokuwa shuleni tunafundisha na walimu wetu kwamba anza kumwona mgonjwa wakati anapoanza kuingia ndani ya ofisini kwako. Mtu akiingia ofisini kwako kama ana dalili za Parkinson's, utazigundua tu. Nafikiri utazigundua nje ya kamera. Dr. Yusuf, nini ambacho mnakifanya hapo kesho ikiwa ni maadhimisho sasa rasmi ya ugonjwa huu wa Parkinson's? Asante sana. Kwanza ngoja nikuambie kwamba sisi tumeshatengeneza tuna kundi la Parkinson's disease group support group Tanzania. Na kuna utafiti mmoja tunafanya sasa hivi ambao tumejumuisha, tuko pamoja na Muhimbili, Sefi, Ibrahim Haji na Aga Khan Hospital ili kujua hizo vinasaba na hawa wagonjwa tuwasaidie vipi. Kesho tunakutana pale Sefi ili kusherekea kusherekea pamoja kwamba hiyo ugonjwa upo na kuelimisha zaidi kwamba tunafanya nini na tunasaidia vipi. Lakini ni mara ya 7 tunakutana kwa miaka hiyo miwili. Kwani kitu ambacho tunakiendeleza na kwenye grupu letu tuko watu zaidi ya 80 sasa hivi na wanaendelea kuongezeka. Sawa. Kwa hivyo tutakutana kesho pale Seifi kwa ajili ya maadhimisho ya ugonjwa wa Parkinson's. Kwa kumalizia, Parkinson mwenyewe Richard, tumezungumza mengi kuhusu ugonjwa wa Parkinson, lakini Dr. Parkinson mwenyewe ambaye aligundua ugonjwa huu ilimchukua muda, kwa uchache sana, ilimchukua muda gani kufahamu na kujua kama hii ni changamoto ambayo inatoka kwenye ubongo? Ni swali nzuri sana.
wakati yeye alikuwa Mwingereza na alikuwa surgeon. Wakati yeye anapogundua ile ugonjwa, wakati ule mazingira ya Uingereza ilikuwa ni kwamba Uingereza ulitoka kwenye vita na Spain. Kwa vitu vingi viliharibika na wao walikuwa wanaingia kwenye industrialization. Yani ilikuwa tunaita pre-Victorian era. Kabla ya Victorian, kabla ya Queen Victoria hajaja. Ile wakati ilikuwa ni kwamba walikuwa wanaendesha yani viwanda vilikuwa vinakuwa kwa kasi sana na umaskini na hali na umaskini pia ulikuwa juu sana kwa sababu walitoka kwenye vita. Sasa mazingira na ulikuwa wanasema kwamba ilikuwa mazingira machafu sana wakati ule. Kipindi ambacho hiyo wakati yeye alipoanza viwanda vinakuwa. Hapo aliona watu watatu ya dalili kwamba kasi yao inapungua. Na nilichokuelezea ndio yeye alichokiandika kwenye kitabu chake. Okay, tunakushukuru sana na ni wasaa sasa kwenda kumsoma Parkinson zaidi na kufahamu zaidi kuhusu ugonjwa wa Parkinson. Ikiwa kesho tutakutana tena, nikumbushe tena tutakutana pale Saifi kwa ajili ya maadhimisho. Asante, lakini sio kwamba nikukumbusha tu, sio kwamba kuadhimisha, kwamba hawa watu wajulikane, tuwasaidie, maana tunaweza tukawasaidia na maisha yakaendelea kama vizuri. Tunakushukuru sana Dokta. Asante sana, tumezungumza hapa kuhusu ugonjwa wa Parkinson, ugonjwa ambao unaweza kuendelea kuishi nao, lakini si rahisi sana ugonjwa huo kupona. Si rahisi sana ugonjwa huo kupona. Tumekuwa naye hapa daktari bingwa wa ubongo na mishipa ya fahamu, Dr. Yusuf Jamna-Gerwala. Kutaja Jamna-Gerwala, Richard? Mimi nasemaga, nimekwambia Bilkisu, kama umetaja vizuri kazi yako unafanya vizuri sana. Shukran sana. Asante sana, nashukuru sana. Hongereni sana. Asante sana.